Sijui kama mnanielewa nikiwaambia tumebarikiwa. Sijui kama mnanielewa nikiwaambia tuna uhakika wa ile future. Ni story za kufurahisha na kueleweka sana. Kusimulia mbele za washikaji kwa kujivuna na kujionyesha umwamba that mwanaume wa kweli without having sex is nothing that is great zaidi ikiwa ni nyama kwa nyama. Ni story za kueleweka na kuchangamsha sana. Mbele za BFF, kuchati kwa picha za GIF that pata wako watatu mubaba, mmoja kwa ajili ya iPhone, mwingine kwa ajili ya range, kila weekend having fun in a 5-star hotel during the day and night. Wow! Ila ni stories za kuhuzunisha na kuogopesha sana. Mbali na washikaji na mashosti, mbele ya daktari na dokumenti mkononi that ni mwathirika wa HIV/AIDS, yani ukimwi, kwa sababu ya maamuzi. Maamuzi yaliyoshindwa kusema hapana, yani no sex. Maamuzi yaliyosaulisha ndoto ya kijana badala ya kuipigania future day to day amebaki kuipigania afya kwa madawa day by day. Maamuzi yanawakosta watoto the next generations wakihuzunika na kulia wakati wanatoa zao story narration that ina maambukizi ya ukimwi, si kama nimependa ile nimerithi kutoka kwa baba na mama from the past generations. Maamuzi ya usiku mmoja. Tafadhalini niitieni Ngoswe. Tena mumlete. Na kabla hajafika mwambieni asije na uzembe. Zamui afate kilichomleta. Kama ni kusoma asome, kama ni kulima kalime. Akome kutupunguzia mwendo kwa maneno ya uongo eti I can't live without you. Tena mwambieni mazoea. Kwenye kikao cha leo tumekubaliana hatutaki mazoea. Akome kutusambazia habari za uongo eti mwanamke ni chombo cha starehe. Mazoea. Tafadhalini mwambieni Suzi anaudhi. Tumemtuma Ana mwambie kuhusu Jote ila akamuona ni mshamba hana maana, yeye ndo mjanja wao mji. Kisa tu hivyo 2000 anavyovipewa kuweka bando kumaliza mtandaoni. Ona sasa. Sasa hivi Jote ni marehemu, yeye amebaki na mtoto tumboni tena na ukimwi juu. Hivi madhara ni ya nani jamani? Ya Suzi, Jote au mtoto atakayezaliwa bila baba au mama na changamoto kibao mtaani. Hiki kilio si cha Suzi tu. Hatujui watoto wetu wataolewa na kina nane wenye hali gani, ndo mwendelezo wa changamoto wa afya ya akili na ukimwi. Hiki kilio ni chetu sote jamani, sikitikeni. Sikitika. Afu mwambie kama kumwekana msemo mwambie Suzi unaudhi. Kama umekana msemo mwambie Suzi unaudhi. Alafu kama umekana mvulana mwambie Ngoswe. Mtazame muite Ngoswe. Mwambie Ngoswe. Kama wewe mdada mwambie Ngoswe. Ukome kutupunguzia mwendo kwa maneno ya uongo. Eti I can't live without you. Nani tumesoma hadithi ya Ngoswe na mazoea na Suzi? Wangapi tumesoma? Tulivyosoma tukiwa shuleni ilikuwa ni just kujibu mitaala, si ndio? Kujibu mitihani, si ndio? Lakini ni reality. Tuongele sasa, mimi naongea kwenye mifano tu alichokisoma na kama hujasoma utasoma. Sawa? Tumzungumzie Ngoswe. Mnadhani Ngoswe alikuwa anaongea na kina nani? Mimi naandika mashairi. Kwa hiyo shairi langu nikaanza hivi. Tafadhalini muitieni Ngoswe. Tena mumlete. Na kabla hajafika mwambieni asije na uzembe. Zamui afate kilichomleta. Kama ni kusoma asome, kama ni kulima kalime, akome kutupunguzia mwendo kwa maneno ya uongo eti I can't live without you. Tulimsoma Ngoswe, si ndio? Na Ngoswe wengi wapo. Tunaishi nao. Wangapi tushaambiwa can't live without you? Mimi nanyosha mkono. Yes, I can't live without you. Then anakuambia wewe, anaenda kumwambia Ana, anaenda kumwambia Priska, then I can't live with everybody. So, no, you are dreams. Lakini tunamjua mazoea. Shemwana ha. Hebu Sunya. Mazoea alichokuwa ananiudhi kwenye kila swali tulikuwa tukijibu. Mwanamke ameonekanaje kwenye kitabu Chombo cha Starehe? Hebu tafadhali tena mwambieni mazoea. Akome kutusambazia habari za uongo eti mwanamke ni chombo cha starehe. Mazoea. Mazoea. You see that? Kwamba yani hapa tunazungumza mazoea tupo hapa, wapo hapa.
Unaenda huko, unaenda shuleni, unaenda wapi, unasahau kwamba Dr. Katanta amesema nini, unasahau kwamba wanafunzi walimu wamesema nini, wachungaji wamesema nini. Ndio unaenda kutuletea mazoea kule, unaenda kutusambazia kwa wavulana wengine kwamba sisi wasichana, especially me, kwamba mimi ni chombo cha starehe. Mazoea. Mazoea. Hebu mwambie mwenzako. Kama msichana mwambie msichana mwenzako, mwambie mazoea. Mazoea. Mwambie mazoea. Mwite hivi, mazoea. Mazoea. Akafanya vitu vya hakikishe kwamba unapoenda shule ni mazoea kutusambaziana sisi wasichana kwamba ni mwanamke ni chombo cha starehe. We, koma. Lakini tunaye Suzi, mwambie ni Suzi anaudhi. Tumemtuma Ana mwambie kuhusu Joti, ila akamuona ni mshamba, hana maana, yeye ndo mjanja wa mji. Kisa tu hivyo vya 2000 anavyopewa kuweka bando kumaliza mtandaoni. Hivyo unadhani Suzi ni nani? Suzi ni wewe uleka hapa. Na Ana ni Dr. Katanta. Tumekuambia bwana usifanye hichi, usifanye hichi. Sitaki kuvirudia, wote mmeandika, si ndio? Usifanye hivi. Ana amefanya a lot of things. Lakini Suzi kwa sababu ya vile vya 2000 utakavyokutana navyo kule, ukajiona wewe ni mjanja, hana maana. Wewe ndo mjanja au mjeti Ila sasa yule Joti ambaye tulikuambia sasa ni marehemu. Kumbe hakuwa na wewe tu. Ukamwona Ana ni mtumishi wa Bwana. Ana ajui mambo ya huu mtaa kwa Ana, excuse me. Ukamwona Ana ni mshamba, si ndio? Ukaona wale andai training ni washamba, walitupotezea muda bwana. Sisi tuache tukaenjoy. Okay, Ana hayupo. Umebaki na Joti wako, si ndio? Nani anajua story ya Suzi? Tunaijua wengi. Ndio tulisoma kitabuni, lakini ilikuwa in real sense ni maisha ya kwetu tunayoishi sasa. Tuna Suzi, wakina Ana wapo wengi, wakina Suzi wapo wengi, wakina Joti ndo wengi. Mwangalie mwenzako akiumwambia kwamba ni Joti. Lakini huko hamna majoti, si ndio? Yes, from now tumeshapata training, hamna majoti humu, si ndio? Ila Suzi anaudhi. Suzi bana, kama msemjua Suzi alikuwa na rafiki yake Ana. Ana, jamani usiende kwa Joti, lakini usiende. Wewe bwana, acha ushamba. Ana, unajua unaboa. Unaboa na yao magauni yako marefu. Unaboa Ana. Ana, hujawahi kula chips yai wewe. Ana, kila siku hupo hostel. Ana. Hivyo wewe ni mtu wa mjini Ana. Hebu angalia tulivyosuka. Slay. Ukamwona Ana ni mshamba, si ndio? Okay, sasa Ana alikuwa anajielewa. Maybe she has a dream, very big dreams. Sijui unanielewa? Okay, sasa hivi ulikuwa na Joti yake. Joti ni marehemu. Wewe umebaki na mtoto tumboni, tena na ukimwi juu. Imagine. Yes, hepatitis. Sijui unanielewa? Yes, yani vitu vyote ambavyo ameongelea daktari hapa. Kuna sometimes vitu yani mimi ni kwenye maisha yangu hivyo vitabu ndo vinavyonikuza. Kwa just imagine the scenarios. Sawa Tumeongea na wengi, wengi wamezungumza, lakini ndo nafasi yetu, si ndio? Na mimi pia ni mwana ukwata wa kipindi hicho.